Yes bwana, mimi naitwa Eze Sports na hii ni Eze Sports TV. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia habari za michezo na burudani, lakini leo tunataka tuzungumze kwa upana zaidi, tufahamu, tuitazame namna ambavyo Simba tayari imefanya usajili na imekamilisha sajili zake kuelekea katika michezo ya kimataifa, na hapa tutatazama usajili ambao imeufanya Simba unaenda kuathiri vipi mafanikio yake kwenye mashindano ya kimataifa ambayo wamebakiza michezo mitatu na wakiwa hawana alama hata mmoja. Na usajili wa mwisho ulikuwepo hapo jana ambao umesajiliwa na Jairut na Elisha. Jana wamefanya usajili wa mwisho kabisa Simba wa kumtambulisha Luemba namba 10 ambaye amezungumzwa kweli kweli hapa Tanzania, lakini namba 10 ambaye ana mwendo wa kibelenge. Cha kwanza natamani kufahamu ujio wake utaisaidia nini Simba kwenye mashindano ya kimataifa, lakini hata kwenye michezo ya ligi ambao wanaendelea kucheza. Kuna kitu ambacho kinaenda kuongezeka kwa upande wa Simba kwa sababu wameona kuna mapungufu, aswai wametoka nje kwenda kumchukua mtu, lakini Luemba kwenye eneo la namba 10 sioni kama anaweza akaja click kama fit kwenye mfumo haraka. Kwa maana Simba walicheza na wakati wa kumchukua kwanza Clatous Chota Chama, ili Luemba anavyofiti taratibu kwenye hilo eneo la namba 10 wawe na Chama ambaye awe anawapa kile kitu ambacho wanakihitaji. Lakini pia hivi sasa Chama hawezi akakupa energy ya dakika 90. Kuna lazima uweze kumbalance dakika 60, dakika 45, dakika 50. Kwa hiyo zile dakika nyingine zinazobaki hizo sasa ndo unamswitch Luemba aende kukifanya lese ambacho anakifanya Clatous. Kwa sababu gani? Chama ni mzoefu, amecheza muda mrefu na amewasaidia Simba kuweza kufanya vizuri kwenye tournament mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri Simba kile kitu ambacho nilikuwa nafikiriwa waweze kukifanya ndio hicho ambacho wameweza kukifanya. Tunamleta kwanza mtu mzoefu kwenye eneo la namba 10, lakini tunamleta na mgeni ambaye taratibu ataendelea kutupa, ataendelea kupata experience na ataendelea kufanya vizuri. Endapo atashindwa, basi tunakuwepo na mtu ambaye anafanya vizuri, na Chama sina doubt kufanya vizuri kwenye eneo la namba 10. Kwa hiyo anaenda kuwasaidia wakati akiendelea kugain taratibu. Sawa, safu ya ushambuliaji ya Simba kwa upande wa striker wamebakiwa na Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu ambao ndio washambuliaji asili. Unadhani ni partnership gani? Na tukitazama Libasa Gwe ameongezeka hapo kwenye eneo lile la ushambuliaji, lakini Aura pia ameongezeka hapo kwenye eneo hilo la ushambuliaji. Umemtaja hapo Clatous Chota Chama, ukijumlisha na wale ambao walikuwepo kama Eli Mpanzu, Kibu Dennis, kina Lada Kichasambi. Unadhani ni partnership gani ambayo inaweza ikaenda ikafanya vizuri sasa na ikawapa matokeo Simba ambao wanayahitaji mpaka hivi sasa? Kwa haraka nikijaribu kuangalia partnership, nitaondoka na Jonathan Soa as striker. Kwa sababu ya ubora ambao wanao na utulivu ambao wanakupa. Unajua kwa nini Soa afanye vizuri? Ni kwa sababu ya pressure ambayo wanayo Simba. Simba hawashambulii ule mpira wa kasi, kitu ambacho kinamfanya Soa atamani kwenda kutafuta mpira, na pindi anapopoteza tayari tempo inakuwa ipo juu. Lakini believe me, Soa kama Simba wataanza kushambulia, watamfaidi na watamuenjoy sana Jonathan Soa. Kwa hiyo kwangu mimi taondoka na Soa kama standing striker. Winga ya kulia taondoka na Libas Gwe. Sitaondoka na Eli Mpanzu wala Kibu upande wa kulia kwa sababu wamekuwepo kwenye muda mrefu kwenye timu, lakini hawajanipa ile exposure ambayo ilikuwa nahitaji kuiona kwa upande wao. Mbavu ya kushoto taondoka na Anset Oura. Hapa vizuri sana akiwa na Aseki Mmosa, ni miongoni mwa watu ambao walimpindua sana Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Kwa hiyo nitaondoka naye kwa upande huo, ubora mkubwa na uwezo mkubwa. Lakini eneo la namba 10 taondoka na Clatous Chama kutokana na uzoefu ambao amekuwa nao na ubora ambao amekuwa nao. Lakini ukija eneo la namba 8, mimi binafsi taondoka na Morris Abraham. Lakini eneo la namba 6 taondoka na Kagoma au Oliver Tule. Kwa sababu gani nimeondoka hivyo? Najua watu wengi wanaweza kadauti kwamba naondoka na kiungo mmoja mwenye asili ya kukaba. Lakini sisi nitaondoka na viungo wachezeshaji wawili ambaye ni Morris pamoja na Clatous. Yes. Chama hata kama hata kuja kukaba, lakini na Morris unamuona kuna muda anashuka hadi kwenye eneo la duara pale. Anachukua mipira, anaondoka. Kwa hiyo ukishakuwa na Morris ambaye ana uwezo wa kucheza direct pass ndefu yenye uwezo wa kufika kwa muhusika na kuanzisha shambulizi, lakini nina Chama ambaye ananipa utulivu na ubora mkubwa. Kwa hiyo moja kwa moja hapo itakuwa na options kupeleka mipira upande wa kulia ambayo yuko Libas na upande wa kushoto ambayo yuko Anset. Ukishaweza kupiga cross,
yote hii inaweza ikasaidia. Lakini pia nimemuona Libas anaingia ndani, ana cutting, anapenda sana kuingia ndani. Kwa hiyo hata kama Jonathan Soa pale juu atakuwa na movement ya kwenda kulia, ya kwenda kushoto, Libas ataingia, Anseti ataingia. Kwa hiyo naona hiyo ni kombi ambayo inaweza ikakilika. Wakati benchi nina Loemba yuko pale benchi, lakini pia nina Mpanzu, nina Kibu Denis. Kwa sababu gani hao nimewacha nje? Kibu na Mpanzu wamekaa kwenye muda mrefu kwenye timu, wamecheza kwenye muda mrefu, lakini bado msimu huu hawajaweza kutoa exposure ile watu ambayo walikuwa wanahitaji kwa muda mrefu. Lakini pia naamini pia inaweza sasa ikawa ni kapa Arat, hawajazoea kukaa benchi. Kwa hiyo ukishakaa benchi, ukisugua kidogo kwenye mechi mbili tatu, ukija kuingia uwanjani lazima uweze kumpa mwalimu exposure. Kwa hiyo ni kombi ambayo naona inaweza ikafaa vizuri kwa hivi sasa. Sawa, wana mchezo tarehe 1 dhidi ya Esperance Sportive de Tunis na tayari wameshafanya hizi sajili. Unaona ni sajili ambazo zinaweza zikaenda zikaisaidia Simba kuweza kupata matokeo kwenye michezo iliyobaki na kufuzu hata robo finali, kwa sababu Simba katika yote haya wanahangaika kuhakikisha wanaitengeneza Simba ambayo itafika robo finali, sehemu ambayo wao wamezoea ni kama maskani, lakini hivi sasa inaonekana Gwema Magwe kama hawezi kutoboa. Wanawezekana kufanya vizuri, lakini pia na mchango wa mwalimu unachangia wao kwenda kufanya vizuri au kwenda kufanya vibaya. Mwalimu ndo director kwa timu. Yeye ndo ataamua timu icheze kwenye muundo upi na ifanye vizuri, kwa sababu kwenye mechi ambayo imepita na Esperance ambayo walikuwa away, Simba walikuwa na room kubwa ya kutengeneza nafasi hata kupata matokeo, lakini mwalimu yeye mwenyewe alienda akufeli. Kwanza aina kikosi ambacho alienda, lakini pia wakati mechi inaendelea mwalimu lazima uweze kuwa bora kwenye kufanya substitution. Kwa hiyo mabadiliko yeye ambayo alikuwa anayafanya ndo yalienda kumfanya nini? Yalienda kumgharimu. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawastahili hata kumaliza dakika 45 za kwanza kulingana na mpira ambao walikuwa wanaucheza. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wapo ndani ya uwanja wanafanya vizuri, lakini aliweza kuwapiga sabu. Mfano mdogo Moses Abraham alionekana kuwa na mechi nzuri, anarudi chini, anachukua mpira, anapandisha mashambulizi, lakini mimi nilishangaa kwa nini mwalimu aliweza kufanya nini? Aliweza kumswitch off na akamtoa. Kwa hiyo moja hapa wamesajili wachezaji wazuri wenye uwezo mkubwa. Kuingia kwa Libas Gwe kulionekana kuna kitu ambacho kinaongezeka. Ameongezeka Ansel Tohora, ameongezeka Loemba. Maana yake ni kwamba kuna kitu ambacho wanaenda kukiongeza kwenye kikosi cha Simba. Swali ni mwalimu jinsi gani ambavyo ataenda kuwatumia. Akiwatumia effectively, maana yake ni Simba wanakuwa na room kubwa ya kupata matokeo. Akikaa vizuri kwenye kufanya substitution, maana yake ni kwamba timu inacheza vizuri na kufanya nini? Na kupata matokeo. Kwa hiyo issue ya Simba kupata matokeo kwenye mchezo na Esperance Sportive de Tunis wakiwa katika uwanja wa nyumbani ipo mikononi mwa Steven Becker. Sawa, nikirudi nyuma kidogo, ulizungumza hapa kwamba at least mwalimu walau acheze na idadi kubwa ya viungo washambuliaji. Simba wamekuwa ni hapo katikati, haikuwa ni miongoni mwa timu ambayo inaruhusu sana kushambuliwa na kuruhusu mabao, lakini this time around inaonekana kama ni timu ambayo na yenyewe pia inavuja. Umezungumza hapo Libasa Gwe, Chama, Oura pamoja na Morris Abraham, lakini yupo Jonathan Soa. Wachezaji takriban 5 hawa wanatakiwa kuwa kwenye eneo la kushambulia, kwa maana kuwa ana wachezaji wengi sana ambao watakuwa na eneo la kuattack. Kwa namna ya huu mfumo, hauoni kama unaweza ukaiathiri timu katika nyakati ambazo sasa wanaweza wakapata mashambulizi, kwa sababu tayari timu kwa mazingira hayo inaweza ikawa weak sana kwenye kushambulia. Kucheza na kiungo namba 10 manake ni kama anacheza na viungo namba 10 wawili, mmoja mwenye asili ya kucheza 8 ambaye anaweza kaisaidia timu kwenye kukaba, which is pia Morris Abraham sio mzuri sana kwenye ukabaji. Lazima uweze kuzingatia vitu vingi zaidi ndani ya uwanja kama coach. Kuna muda ambao timu lazima ijue ni muda sahihi wa kufanya mashambulizi. Sio kila muda sisi tutaenda kushambulia. Kwa hiyo kwenda na idadi kubwa ya viungo wa ushambuliaji sio kwamba timu muda wote itakuwa inashambulia. Hapana, kuna muda ambao tunakuja kuwa wengi kwenye eneo la kiungo, kwa sababu ulikuwa unaangalia Chama kwenye ile mechi alikuwa haendi kushambulia moja kwa moja, na nilikuwa na staajabu kumuona Chama yupo katikati ya mduara, kitu ambacho sijakizoea kukiona kwa upande wake. Maana yake ni kwamba timu lazima iweze kujua kwanza kwenye process mbili ama kwenye vitendo viwili, tukiwa na mpira tunapaswa kufanya ni kitu gani, na tunapouruzi mpira tunapaswa kufanya kitu gani. Kwa hiyo Steven Becker akiwaambia wachezaji ama akiwafundisha wachezaji wake kwenye huo muundo, inakuwa ni rahisi, na sioni timu kama inaweza ikavuja, kwa sababu tukiwa na mpira tunaenda tunashambulia, tukipata goli tunarudi. Tunakuja kuanza upya tena kwenye eneo la nyuma. Tatizo limekuwa lipi kwa upande wa Simba paka wanavuja?
Moja ni kukaa mstari mrefu baina ya walinzi wa kati na walinzi na viungo wa kati. Hapa katikati hapa pamekuwa na space kubwa. Ndio maana hata ukiangalia goli ambalo waliruhusu na Esperance la Jack Diarra, ulipigwa mpira mmoja mrefu, kwa sababu kule pembeni kulikuwa kumebaki nafasi kubwa ambayo Shomari Kapombe ilikuwa ni ngumu sana kuweza kufanya nini, kuweza kumaki. Kwa hiyo kama anawasisitiza wachezaji wake wacheze kwa ukaribu zaidi, tunasema ile compact football, tunatoka wote tunaenda tunarudi, tunaenda tunarudi. Hii inakuwa ni rahisi sana timu kuweza kuperform na kuweza kufanya vizuri, na hususan wakizingatia kwenye eneo la kuupoteza mpira. Tumeshaupoteza mpira, nini tukifanye? Na hapa Simba ndo pamekuwa na tatizo, na wamekuwa ni wazito, wanaopoteza mpira, wengine watarusha mikono juu, wengine watabaki kutembea. Wakati tukishaupoteza mpira, lazima vichwa vya wachezaji fight iweze kuwa tumepoteza mpira ndani ya sekunde 5 au 10 tuwe tumeuchukua mpira tumeweka kwenye himaya yetu, inakuwa ni rahisi sana. Na kicha kuzingatia zaidi ni kuhakikisha kwamba wanatawala kwenye maboksi yote mawili. Na hapa Simba ndio pamekuwa na tatizo kubwa jingine, wanashindwa kulitawala boksi la mpinzani, wanashindwa kulitawala boksi lao. Sasa utapataje matokeo? Huwezi kupata matokeo kama unashindwa kulitawala boksi lako na boksi la mpinzani. Na ili upate, lazima uanzie kwanza kwako, utawale, uhakikishe kwamba watu ambao unacheza nao hawakusumbui. Ukishatoka kwako, ukifika kwa mpinzani, inakuwa ni rahisi kufanya nini? Inakuwa ni rahisi kufunga. Kwa hiyo nafikiri Steven Becker pia akizingatia hivyo vitu, inakuwa ni rahisi kwa timu kuweza kupata matokeo, lakini wao inakuwa ni ngumu kuruhusu goli. Robo finali Simba anafika asilimia chache sana. Nina 5% za Simba kwenda robo finali. Bwana Elisha anasema ana 5% za Simba kwenda hatua ya robo finali. Hapa tumefika tamati, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike YouTube channel yetu kwa jina la Eze Sports TV. Nenda pale Instagram, Facebook na maeneo mengine yote, nenda katafute tu Eze Sports TV, basi utatukuta hapo. Uwe mwanafamilia. Bye bye.